tuliona ipo haja ya kushirikisha au kushirikiana na taasisi kubwa na muhimu kama REDET ambayo imebobea katika uendeshaji wa haya makongamano kwa lengo la kwanza kushirikisha umma, lakini zaidi kufanya wanazuoni wa Tanzania wawe sehemu ya fikra katika eneo hili kwa lengo la kuhakikisha kwamba tunafikiri katika namna ambayo inafanana kati ya serikali na wanazuoni tunapozungumza masuala ya ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi. Kwa mdahalo wa kesho msingi wake, kongamano la kesho msingi wake ni huo, na sisi ni sehemu ya kutimiza wajibu wetu kama kituo cha ubia kufanya public engagement kwenye masuala ya kisera, kisheria pamoja na programu za masuala ya ubia kwa lengo la kuhakikisha kwamba tunapata mawazo, changamoto, mitazamo juu ya namna ya kufanya vizuri zaidi tunapokwenda mbele. Kwa mnafahamu kwamba serikali inakwenda kuzindua hiyo dira ambayo inalenga kujenga uchumi utakaofika takriban dola trilioni 1 katika miaka 25 ijayo. Uchumi ambao ukubwa wake unaozungumza ni takriban sawa na nchi 19 tu duniani ambazo kwa sasa zimefikia kiwango hicho. Kwa hiyo ni assignment kubwa ambayo tunakwenda tunaifikiria au serikali inaifikiria kuifanya, na kwa hiyo uhusishaji wa wasomi, wanazuoni kwenye kuchakata mtazamo wa serikali na programu za serikali, sera zake pamoja na sheria zake na namna ambavyo imejipanga kufikia ni muhimu sana. Kwa hiyo ndio msingi wa sisi kuja kusema kwamba tufanye ubia na sisi na REDET watupe kile ambacho wanaweza kukifanya vizuri zaidi. Kuna watu wa mada watatoa mada ndogo 3 ambao ni mmoja atakuwa ni mkurugenzi mkuu David Kafulila ambaye ataizungumzia hiyo dhana ya PPP na nafasi yake katika kuelekea dira ya taifa ya 2050. Baada ya hapo kutakuwa na mada ndogo ya pili, itakuwa ni nafasi ya sekta binafsi na mitaji kutoka nje katika ujenzi wa uchumi wa Tanzania. Hii itawasilishwa na Profesa Abel Kinyondo. Yeye ni profesa wa uchumi Chuo Kikuu cha Dar es Salaam katika idara ya uchumi. Mada ya 3 itakuwa ni nafasi ya PPP katika kukuza uwekezaji na ufanisi katika uendeshaji wa serikali za mitaa. Kama wote tunavyojua, serikali za mitaa ni wadau wakubwa kabisa katika utawala bora na kuleta maendeleo hasa vijijini lakini hata mjini. Kwa hiyo Dr. JJ Kafigi yeye atatoa wasilisho hilo.